wakutekwa wametekwa, wakafungiwa ndani kwenye mahabusu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaingia kwenye al-Kaaba, akawa anayavunja masanamu kwa mkono wake, huko anasema waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil, sema haki imekwisha fika, batil imekwisha toweka, innal batila kana zahuqa, hakika siku zote haki ikija batil lazima ijitenge. Huko anapiga takbira na mtukuza Allah, ameusafisha msikiti wa Makka kutokana na najis za masanamu. Baadaye anatoa amri kila aliyejificha katika nyumba yake msimdhuru. Waman dakhala baita abi Sufyan fahuwa amin, atakayeingia katika nyumba ya Abu Sufyan mpeni amani. Waman dakhala albayta alharama fahuwa amin, watakao kimbilia kwenye msikiti huu wakajificha humu ndani wapeni amani, msiwaguse. Ya Rasulullah, tumeteka vya kutosha, wako wapi katika mahbusu? Anakwenda anasema fungueni geti. Geti linafunguliwa, akiwatazama watu waliompiga vita kwa miaka 18 au zaidi, miaka 18 au zaidi, sura zao manyang'au wote wamejaa. Akawatazama akamwambia Abu Bakar, nishauri niwafanyeje hawa? Abu Bakar kama alivyo maskini, ya Rasulullah, wengi ni jamaa zako, Makuraish wenzako, Bani Hashim wenzako, waonyeshe ukubwa wa moyo wako, wasamehe. Umar, na unasemaje? Ya Rasulullah, wahuni hawa wametusumbua miaka 18, wangepata fursa wakakuteka wewe, wangekumaliza maliza hao. Akacheka sema, wewe Umar, wewe ni kama Nabii Nuh, na wewe Abu Bakar ni kama Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisha akawageukia, ma tarawna anni fa'ilun bikum, semeni mnahisi nitawafanyaje? Maadui wote wakasema akhun karimun wa ibnu akhin karim, wewe ni ndugu mkarimu, huna roho mbaya hata kidogo, na baba yako alikuwa ni mtu mwema sana. Wewe ni ndugu mwema, baba yako alikuwa ni mwema, tunaamini kwa asilimia zote hautolipiza kisasi, hautofanya chochote. Ingekuwa mimi na wewe na nitengeneza, sio? Nitengeneza najifanya watoto wa mjini, sio? Hapa atoki mtu hapo. Akacheka akamwambia, idhhabu fa antum tulaqa, wafungulie milango, nendeni, kuanzia sasa mko huru, msiwafanye chochote.